Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu wa Islamu, leo tutaangazia mambo ambayo yanaharibu udhu. Umeshatia udhu wako, kuna mambo ukiyafanya udhu unaharibika moja kwa moja. Yani huo udhu unakuwa kama haujakuwepo kabisa, manake haufai kwa chochote. Uweze kusali kwa udhu huo, uweze kufanya chochote. Mambo haya yanafika manani takriban, tutataja yote katika klipu hii. Jambo la kwanza ni ridda, kuritadi. Ukishatia udhu alafu ukauacha Uislamu kwa kauli, kwa matendo au kwa itikadi, ukatoka ndani ya Uislamu kwa kufanya mambo ambayo yanakutoa ndani ya dini, basi tayari wewe ule udhu wako tena unakuwa umeharibika. Na maana kama utarejea kwenye Uislamu utakuwa umerejea bila ya udhu. Kwa hiyo watu wajihadhari na haya baadhi ya matamshi, na hii inatokea sana. Watu subhanallah wanatamka tu wanavyotaka, wanaropoka tu, mambo mengine yanakutoa katika dini, na hasa mambo yale ambayo katika dini ni dharura, huwezi muislamu kayapinga au kayafanya utakavyo. Kwa hiyo kuritadi, hukumu ya mtu aliyeritadi ameharibu udhu wake moja kwa moja, kwa sababu udhu si katika ibada za waliokuwa katika dini nyingine. Jambo la pili, lamsu al-aura, kugusa sehemu za siri. Sehemu za siri nakusudia ile sehemu ya mbele na nyuma, ambayo ni sehemu inayotoka haja kubwa na kutoka haja ndogo na mambo mengine, sehemu watu wanaingiliana na hivi. Hiyo ndio sehemu inayokusudiwa, ima umegusa ya kwako ama umemgusa mtu mwingine. Ukigusa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man massa dhakarahu falyatawadda. Na hadithi nyingine, idha massatil mar'atu farjaha falyatawadda, kwamba kugusa ile sehemu. Sasa unaweza kugusa kwa sehemu hii ndio kutumia mkono kama ilivyokuwa kawaida, ama hata kugusa kwa sehemu nyingine. Muhimu ukigusa ile sehemu, kwa kauli ya Sheikh Said al-Mabruk al-Qanubi, hata kama utagusa kwa sehemu hii kama ikatumika kugusia huku, ni sawa, umeharibu, kwa sababu hadithi imetaja wazi, haikubainisha kugusa ni wapi, kwa huku kama ilivyokuwa ada au ilivyokuwa ambayo ni tofauti na hivyo. Kwa ukagusa moja kwa moja kwa mkono wako ile sehemu ya siri, sawa ya kwako ama ya mtu mwingine, udhu utakuwa umeharibika. Jambo la tatu ni lamsu ma kana najisan, kugusa kitu ambacho kimekuwa ni najis, labda tumezitaja kwa nyuma, damu au kinyesi, kwa namna ambavyo busaa na hivyo, ukigusa udhu wako umeharibika. Na jambo la nne ni alghiba, mtu kutesi, kuwasema watu na kuwazungumza watu wanapokuwa hawapo kwa mambo yao. Hii ni katika mambo ambayo yamekatazwa na hii ni haram. Tunasema alghiba tudfatiru saima wa tanqudhu alwudhu'a. Utesi unamfunguza aliyefunga na unaharibu udhu, kwa mtu ajihadhari. Na hapa tunasema si utesi peke yake, utesi ni moja ya mambo, lakini kila linalosifika kuwa ni dhambi kubwa inaharibu udhu, na hii ndio maana ya qiyas katika dini, na ndio dalili zinapokuja. Kwa hiyo uongo, kusikiliza nyimbo, matusi, mengineyo, kiburi, yale madhambi ambayo unayafanya ukiwa na udhu ni madhambi makubwa, yanakuharibia udhu wako, kwa sababu imetajwa utesi kama dhambi kubwa. Hivyo kila dhambi kubwa jihadhari nayo ukiwa na udhu. Yani huwezi kuwa na udhu ukawa unatukana tu na ukasema udhu wako unafaa, udhu wako umeharibu. Kwa hiyo baada ya utesi kuna khuruju dami, mtu akitokwa na damu ambayo ni damu masfuk, kama tulivyoeleza huko nyuma, katika mwili wake damu inachirizika, ile damu itamharibia udhu. Na jambo la sita, kutoka na kitu katika njia mbili, au mkojo au kinyesi au chochote muhimu kimetoka katika hizo njia mbili ambazo tumesema ni tupu, itakuwa pia udhu wako umeharibika. Na jambo la saba, khurujul qai wal qalas, mtu kutoka na matapishi au kucheua cheuo. Yote haya ni katika mambo yanaharibu udhu. Mtu anasema man qaa au qalasa falyatawadda, atakayetapika au kucheua basi akatia udhu tena. Na jambo la mwisho la nane ni zawalul aqli, ni mtu kutokwa na akili ikitoka ikabadilika, sasa labda ulevi au kulala au wehu, akajikuta tayari hana akili, basi mtu huyu udhu wake umeharibika. Na inshallah taala katika masala tutakayofafanua baadaye ni masala ya usingizi upi unaoharibu udhu, ambao unapelekea mtu udhu wake uharibika. Lakini jumla, kwa jumla tu ni kwamba mtu akitoka na akili ama akili yake ikigengeuka, basi udhu wake unakuwa umeharibika. Na nini maana yake? Ni kwamba atie udhu tena.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.